Naam, karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi tukiwa tunazidi kukuletea taarifa kutoka maeneo bunge 6, wadi 17 na kutoka kaunti ya Baringo ambapo walikuwa wanamchagua seneta wao baada ya aliyekuwa kufariki. Naam, bila shaka tunaendelea na taarifa zetu hivi sasa, na ni kwamba idadi ndogo ya wapiga kura ilijitokeza katika uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Ugunja ambapo wagombea 10 wanapigania nafasi ya ubunge. Licha ya shughuli hiyo kuendelea bila tashwishi, baadhi ya wagombea waliibua madai ya ukiukaji wa sheria yakiwemo madai ya hongo kwa wapiga kura. Hata hivyo, idadi kubwa ya wakongwe ilijitokeza kushiriki uchaguzi huo wa leo. Hivi sasa tunaungana na mwanahabari wetu Laura Otieno aliyekuwa akifuatilia kwa karibu matukio kuhusiana na uchaguzi na pia vile zoezi la kuhesabu kura ambalo linaendelea kwa sasa. Shukran sana. Kile ambacho kinaendelea ni kwamba kuna wimbo wa taifa ambao inaashiria kuanza rasmi kwa shughuli ya kuhesabu kura katika eneo bunge la Ambira, ambapo ndio jumla ya kura ambazo zimepigwa katika eneo bunge hili litafanyika. Kwa sasa kama unavyoona ni kwamba nyuma yangu kuna yule msimamizi wa masuala ya uchaguzi katika eneo hili eneo bunge la Ugunja, ambaye atakuwa anapokea vile vijisanduku ambavyo vilitumika kupiga kura katika jumla Naam, kwa sasa tulikuwa tuna Naam, ni wimbo wa Afrika Mashariki hapo kutoka eneo bunge la Ugunja ambapo Laura Otieno yupo, na mara tu utakapomaliza heshima hiyo tutakuwa tunarejea huko ili watupe maelezo zaidi. Lakini Nimrod, kuna kwenye tovuti ya IEBC kuna ile sehemu ambapo idadi ya wapiga kura inapaswa kuwa ikionyeshwa, ama idadi ya kura ambazo zimeingia katika maeneo bunge haya 6, wadi 17 pamoja na kaunti ya Baringo ambapo wanamchagua seneta. Na bila shaka kwa sasa hakuna takwimu zozote zinazoonyeshwa ambazo zimeonyeshwa hapo. Lakini tunategemea kwamba katika baadhi ya vituo vya kupigia kura hesabu hiyo inaendelea. Kuna baadhi ya vituo vya kupigia kura ambapo wameshaanza kutaja idadi ya wapiga kura ambao wamepigia mgombea
yule ambao wanampenda. Na bila shaka kama walivyotuarifu baadhi ya wanahabari wetu hapo awali kwenye taarifa zetu ni kwamba kura zinaendelea kuhesabiwa katika baadhi ya vituo kabla ya kupelekwa katika sehemu ambapo idadi ya kujumuisha ama shughuli ya kujumuisha kura zote katika vituo vilivyotumika kupigia kura inafanyika, na nafikiri ndio maana katika tovuti hii shughuli hiyo bado haijaanza kutekelezwa, lakini muda wote kuanzia sasa pengine huenda ikaanza. Naam, hebu sasa turejee kwa Laura Otieno katika eneo bunge la Ugunja ambapo awali tuliarifiwa kwamba ni idadi ndogo ya wapiga kura ambayo ilijitokeza katika uchaguzi mdogo wa eneo bunge hilo. Laura Otieno, hebu tueleze ni kipi ambacho kinaendelea hivi sasa katika eneo ambapo ulipo? Na Mashirima, kunradhi, hapo awali tulikuwa tunatoa heshima kwa taifa la Kenya pamoja na Jumuiya ya Afrika Mashariki ambapo kulikuwa kuna wimbo wa taifa, lakini kwa sasa hapa tupo ni katika shule ya upili ya Ambira ambapo jumla ya kura zote ambazo zimepigwa katika vituo 67 vitajumlishwa. Kwa sasa shughuli yenyewe tayari imeanza na kuna maajenti ambao wamefika. Vile vile kule nje kuna maafisa wa IEBC ambao walikuwa wanasimamia uchaguzi huo katika maeneo mbalimbali, na kila mmoja atakuwa akiingia na vile vijisanduku pamoja na fomu 35A na B ambazo zilikuwa zimejazwa katika vituo vile ili kuvitoa hapa, hesabu ya kabisa kufanywa na kisha mshindi kutajwa. Kumbuka kwamba eneo hili lina jumla ya wapiga kura 60,114, na hapo awali tuliona kama kulikuwa na malalamishi kwa kulikuwa na idadi ndogo ya wapiga kura. Vile vile tulikuwa tukizunguka katika sehemu mbalimbali ambapo tuliona asubuhi hakukuwa na watu wengi, lakini ilipofika masaa ya dhuhuri idadi hiyo ilipanda kidogo na kisha baadaye ikapungua tena. Lakini shughuli ya kujumlisha kura ilianza saa 11 na baadhi ya watu ama wale ambao tulizungumza nao walikuwa wanasema kuwa wana imani na tume ya IEBC. Tulikuwa tumeandaa taarifa ifuatayo ili kuwajuza watazamaji wetu jinsi hali ilivyokuwa katika eneo hili kuhusiana na uchaguzi mdogo. Saa 12 asubuhi Alhamisi, vituo 67 vya kupigia kura katika eneo bunge la Ugunja vilifunguliwa. Licha ya baadhi ya maeneo kunakili idadi ndogo ya wapiga kura, wengi wa wale waliojitokeza walikuwa wakongwe waliosaidiwa katika utambulizi pamoja na kutia alama kwenye karatasi ya kura. Katika shule ya msingi ya Sirori, mmoja wa wagombea aliibua madai kuwa baadhi ya wagombea walikuwa na mawakala zaidi ya mmoja katika kituo hicho. Baadhi yao wakielezea wasiwasi wao kuhusu madai ya majaribio ya kuwashawishi baadhi ya wapiga kura. There are some people who are trying to kind of convince or rather influence voters by giving out, some handouts. And this, even the public should also come out, and be very vigilant, so that this exercise is, by the end of the day, is free and fair. Process of voting is a technical process, so basically it's above board. Yes, apart from one case or two of 2 ladies who reported that they'd asked to vote for me, but the clerks basically ticked the point on the ballot paper, not where I am, but somewhere where I was not. Akikagua shughuli hiyo, naibu mwenyekiti wa IEBC Fahima Abdalla pia alilalamikia idadi ndogo ya wapiga kura na kutoa hakikisho kuwa tume ya IEBC itatoa matokeo sahihi. Tumearrange hili zoezi na kwa hivyo ingekuwa vyema kusiwe na voter apathy. Watu watoke na wapige kura. Ndio itakuwa ni the best thing to do kama wananchi, kwa sababu sote tunafahamu ya kwamba uandalizi huu haukufanywa tu hivi. Kwa hivyo itakuwa ni si raha tukiona pengine maandalizi yamefanywa na pengine voters ni kidogo. Going by what I've seen so far, they have mastered the game, and I only hope that this will continue. There can be no perfection, 100% perfection. Yes, there could be teething problems here and there. There could be hitches here and there. But that is the exception rather than the rule. Shughuli ya kuhesabu kura ilianza saa 11 jioni.
huku zoezi la kujumlisha kura hizo likifanywa katika shule ya upili ya Ambira kabla ya mshindi kutangazwa. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.